Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe, akasema, ni ndugu yangu huyu, maana aliogopa kusema ni mke wangu. Watu wa nchi wasije wakamua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Abimeleki akamwita Isaka akasema, yakini huyu ni mkeo, mbona ulisema ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia, kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake. Abimeleki akasema, ni nini hii uliyotutendea? Labda mtu mmoja wapo angalilala na mkeo bila kufikiri, nawe ungalitutia hatiani. Basi Abimeleki akawaamuru watu wote akisema, amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi, hata kawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu, naye akavita majina kufuata majina alivyovita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakita jina lake Rehoboti. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi
katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana akamtokea usiku ule ule, akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akalitia jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Auzathi rafiki yake na Fikoli jemadari wa jeshi lake. Isaka kauliza, mbona mwanijia na mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema, na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe, ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani. Nawe sasa mbarikiwa wa Bwana. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa, wakaondoka asubuhi na mapema, wakapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani. Ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja, wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba. Wakamwambia, tumeona maji, na yakakita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Esau alipokuwa mwenye miaka 40, akamwoa Yuditi binti Beri Miti na Basemati binti Eloni Miti. Roho zao Isaka na Rebeka zikaja uchungu kwa ajili yao.